mwandishi ni Mathayo na ameandika mwaka wa 60 katika eneo ambalo liko Israeli. Ushahidi ni upi ambao unatueleza kwamba mwandishi ni Mathayo? Ushahidi ni nini? Kwanza kuna shahidi kadhaa. Ushahidi wa kwanza ulio muhimu, lugha zilizotumika ndani ya kitabu cha Mathayo ndio kinatoa picha kwamba Mathayo ndiye mwandishi, na ikumbukwe alilenga, yani walengwa wa kwanza alikuwa amewalenga Wayahudi. Mathayo alikuwa ni Myahudi, na walengwa wa kwanza alioandika kitabu kwao walikuwa ni Wayahudi. Tunajuaje kwamba walikuwa ni Wayahudi? Lugha zilizotumika. Siyo kama tunajua. Wayahudi hawapendi kusema neno Mungu. Yani hata leo ukikutana na Myahudi, ukitaka kumshuhudia habari za Yesu, usiseme Mungu anakupenda. Hapo hapo mshagombana na anaachana na wewe tangu sekunde hiyo. Kwa nini? Walifundishwa katika Kutoka sura 20 mstari wa 7. Kutoka sura 20 mstari wa 7. Hapo naona ushahidi wa kwamba Mathayo aliwaandikia, walengwa wa kwanza aliowaandikia walikuwa wakina nani? Kutoka 20:7. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kwa kutaja kwamba Mungu wao wanahesabu kama unalitaja bure, yani unalitaja ovyo, yani unataja mahali ambapo hapa ni mara chache sana walikuwa wanataja neno Mungu. Sasa Mathayo kwenye kuandika kwake, wakati anasema, badala ya kusema ufalme wa Mungu, hakusema ufalme wa Mungu, alisema ufalme wa mbinguni. Analikwepa neno Mungu kulitaja. Na hiyo ilitoa ushahidi kwamba hapa alikuwa anawalenga hawa wasiopenda kutaja neno Mungu. Tuangalie katika mistari ambayo alitamka ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni, badala ya kusema ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu. Kwa mfano katika Mathayo sura ya 13 mstari 24, mistari ni mingi. 13:24, Mathayo 13:24 anasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema. Mistari hii wengine hawajasema ufalme wa mbinguni, wengine wamesema ufalme wa Mungu. Haya, twende mstari wa labda 44. Hiyo 13:44. 13:44. Tena ufalme wa mbinguni. Unaona amekwepa hapa, hajasema ufalme wa Mungu. 45, ufalme wa mbinguni. Amesema tena ufalme wa mbinguni. Kila mstari wa 47, tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya. Ni ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Wayahudi hawataki mtu ataje jina la Mungu, anahesabika amelitaja bure. Anahesabika ametaja bure, na haikutakiwa kwa mujibu wa Kutoka sura 20 mstari wa 7, haikutakiwa mtu alitaje bure. Ushahidi wa pili kwamba Mathayo huyu alikuwa analenga, alikuwa anaandika ujumbe huu akiwalenga hao Wayahudi. Katika kitabu cha Mathayo utaona Mathayo amesema sana habari ya Yesu mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Mwana wa Daudi, sio mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Katika Biblia ukisikia neno mwana wa Daudi, Daudi alikuwa ni mfalme. Kwa kikanuni mpaka leo ufalme huwa utoki nje ya ukoo wa mfalme. Si unasikia kule wapi? Kule Uingereza. Yule mama mfalme, yule alikuwa nani? Yule alikuwa malkia yule. Utaona anatokea kwenye watoto wake. Wanatokea umo. Hatoki kwingine. Kwa utaona Daudi alikuwa ni mfalme. Kumbuka mara ya kwanza ufalme ulikuwa kwenye kabila linaloitwa kabila la Benjamini. Mfalme alikuwa anaitwa Sauli, ndio mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli. Alitawala kwa muda wa miaka 40, akamkosea Mungu. Baada ya kumkosea Mungu, Mungu akaufuta ufalme kwenye ukoo huo. Kwa hiyo akauhamisha ufalme, akaweka kwenye ufalme wa nani? Wa Daudi. Kwa hiyo Daudi akaanza akawa mfalme wa pili, alafu mfalme wa tatu akawa Sulemani. Wote walitawala kwa muda wa miaka 40. Kwa inapotajwa mwana wa Daudi, lugha hiyo ilikuwa inamaanisha mtoto wa mfalme ambaye ni mfalme na yeye vile vile. Tuko sawa? Kwa hiyo lugha ya mfalme walikuwa wanajua ni nani. Waisraeli pekee, dunia yote walikuwa hawajui habari za ufalme ndio nini, kwamba ukisema mwana wa Daudi ndio nini, hawaelewi. Kwa hiyo Mathayo aliposema mwana wa Daudi, Wayahudi ndio walikuwa wanaelewa zaidi kuliko mwingine wa yote. Tuko sawa hapo? Kwa mfano Mathayo 1:1